msaada Baba, ili tuletee mtumishi wa Mungu. Hebu naomba kwa kumheshimu Mungu tusimame. Hata kule nyuma, hebu tusimame. Kutembelewa na wageni ni baraka. Tumebarikiwa na mtumishi wa Mungu Neema Mwaipopo. Tumebarikiwa na mzee Senga. Na sasa ni zamu ya Kamanda Bonge. Huyu ni mtumishi wa Mungu kutoka Mwanza. Fikiria ametoka Mwanza kwa ajili yetu. Na Mungu amempa kibali kuweza kuwepo hapa. Siku 5 atakuwepo hapa, na siku 1 atakuwepo ndani akifunua siri za Bwana. Simama, inua mikono yako juu. Kila mmoja inua mikono yako juu, tumwambie Bwana tuko tayari. Unajua tunaposema tuinue mikono juu, sio adhabu. Ni imani kwamba msaada wetu watoka juu. Msaada wetu unatoka kwa Bwana. Naomba uinue mkono wako juu, sema e Bwana Yesu, sema na mimi sasa. Asante kwa neno lako. Naomba neno lako linibariki. Neno lako liniponye. Neno lako liniinue katika jina la Yesu. E Bwana, asante kwa mtumishi wako. Sema naye kwa ajili yangu katika jina la Yesu. Sema amen. Piga Yesu anapopokea microphone. Tuseme amina. Yesu furahi. Kila mtu mwenye kinywa sema amen. Mbona kule nyuma msemi marafiki zetu wale? Hebu wote tuinue mikono juu, alafu tuseme amina wote. Yesu furahie. Mungu na jirani yako mwambie leo ni leo. Yesu yuko mahali hapa. Sema tena kwa Mungu, sema leo ni leo. Yesu yuko mahali hapa. Naomba kujua wangapi mnajua kucheza singeli? Mnajua wote? Na mimi najua Dar es Salaam ni mji wa singeli, au sio? Sasa simama basi, simama basi. Mwambie jirani yako acha malingo, simama wewe. Mwambie tena acha malingo, mwambie acha malingo. Sijasikia watu wakiambiana pale. Mwambie jirani yako acha malingo, simama. Na brother meni pale, simameni, simameni, simameni tucheze. Simameni bwana, simameni safi. Nimemwona yule jamaa ameleta sadaka kwa Senga. Mungu akubariki sana. Oyo. Ya. Hey. Mbona siku hizi 5 zitakuwa chache? Hiyo ya kwanza hii. Alafu nataka tujae hapa. Sema amen. Nataka tujae hapa, tujae hapa. Wewe dada, simama bwana. Inua kalio hilo. Haleluya. Maana kukaa kwingi nako ni kubonyeza kalio rudi ndani. Simama wote, simama wote. Mwambie jirani yako huna cha kulinga nacho wewe. Mwambie wewe ni nyama ya udongo. Mwambie changamka basi. Sasa nataka nione watu Dar es Salaam. Sema fire. Haleluya. Haya, lete vitu. Kwa mama sogeni hapo, baba kadhalika na wale kule. Yaani hata kama uko hapo, chukua hapo. Ngoja. Mzee Senga. Njoo baba na pamoja na dada. Njoni hapo. Halafu hapa juu. Sema amen. Leo ndio tunaliamsha dude. Leo tunaamsha nini? Dude. Sema tunaamsha dude. Halafu watu wanasema warokoe maskini. Wewe utatumwa maskini wapeleke kina Kamanda Bonge hapa. Tuko furu mane, tuko furu Yesu, tuko furu elimu kichwani. Sema amena. Sema amena. Haleluya. Dar es Salaam wewe. Leo tunasalimiana tu. Si ndio tunaanza? Kesho tutawasha moto zaidi hapa. Madamu yupo Neema Mwaipopo, Mzee Kinyumile Senga yuko hapa. Bonge ndani ya nyumba. Taeleweka kwa jina la Yesu. Amina. Sema amina tena.
Ukiona mtu hataki kusema sema amina, ana ugoro mgongoni, piga kelele, sema amina. Jamani, Bwana asifiwe. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Na namshukuru Mungu sana. Tumefanikiwa, nimeoa, nina mke mmoja. Halafu mimi na mke wangu tumefanikiwa kujifungua watoto 6. Haleluya. Halafu bado tunaendelea. Sema amen. Wengine wanasema katoto kamoja tuwili, sisi tumesema 12 dozen. Haleluya. Yaani hakuna kulala. Haleluya. Yesu tunaye, pesa tunazo, hatutashindwa kuendelea vizuri. Sema fire. Rudia tena, sema fire. Sema tena fire. Kwa hiyo my baby aliwasalimia. Nilipoachana naye jana usiku saa 5:30 pale airport ya Mwanza, usiku saa 5:30 wakati naenda kupanda usafiri, aliniambia wape hai watu wa Dar es Salaam. Jamani, pokeni hizi salamu basi za mke wangu. Kwa hiyo tuliagana pale na baadaye nikakwea pipa, nikaingia hapa saa 7:15 usiku airport hapo, na ninashukuru tuko pamoja. Sasa leo nataka nipige kidogo. Sema piga kidogo. Nataka nichape kidogo tu. Sema amen. Kesho moto utawaka zaidi. Nachotaka niseme Yesu yuko hapa. Hujaelewa? Nasema Yesu yuko hapa. Sitaki kuona warokole mmezubaa kama ugali wa udaga au ugali wa mhogo. Mwambie ndani yako Yesu yuko hapa. Ile Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 1, Biblia inasema basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambao walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu wengine ndani ya hekalu. Mtu huyu akiona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana, wakasema tutazame sisi. Akaangalia akitaraji kupata kitu kwao, lakini Petro akamwambia, sina fedha wala dhahabu, nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, simama uende. Maneno ya kibabe haya. Simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamwinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka, maana akasimama upesi tena haraka. Akasimama, akaanza kutembea, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Haleluya. Biblia inasemaje pale? Wakatambua watu walikuwa ndani ya hekalu, wakatambua kuwa ni yeye ndiye yule aliyeketi pakiomba sadaka pale mlangoni. Watu wakashangaa sana. Hebu sema watakushangaa sana. Saa Yesu akikubariki, watu watakushangaa. Ni habari za Yesu Mnazareti, ni habari za Yesu Mwokozi. Ndizo habari tulizoleta hapa. Hatuna habari ya dini, mnisikie. Hatuna habari ya madhehebu. Pana watu wana dini ni majambazi. Watu wana dini wavuta sigara. Watu wana dini wala ugoro. Watu wana dini ndio wachawi hao. Lakini wanaso, lakini ni makahaba. Wanajiuza, wanadanga, lakini wanaso. Kimuuliza dini yako gani, atakwambia dini yangu dini fulani. Kumbe dini haijawasaidia. Ndio maana Yesu alikuja kuleta uzima tele. Yesu ni uzima, Yesu ni baraka, Yesu ni amani, Yesu anatosha, Yesu anaponya, Yesu anaokoa. Sema amen. Piga kelele, sema haleluya. Kwa nini dini haikutii? Sema amina. Watu wote sema amina mpaka kule nyuma. Hebu nipungeni mkono hivi naonesha. Hebu sema amen. Sema tena amina. Watu wana dini ndio wachawi. Watu wana dini
Nilihudhuria mahakamani siku moja, nikiwa naona wanaoletwa pale wabakaji wanaulizwa dini yako nini? Anataja dini yake, anataja dini yake, anaambiwa sema kweli, usipindishe, shika Biblia kama ni Mkristo, shika Qurani kama ni Muislamu, halafu anza kusema nitasema kweli wala sitakosea. Kwa nini? Watu wana dini zao hazisaidii. Mnanisikia wapendwa? Wanaotaka wote wanazo dini, waumeza watu waumeza watu wanazo dini, wanaofahirisi wanazo dini, na bahati mbaya wengine wana waganga wa kienyeji, na pengine ndio viongozi wa dini, na huku ni waganga wa kienyeji, wanatakanya watu kwa kuwaibia pesa. Nimekuja niwaambie watu wa Dar es Salaam, Yesu anawapenda, Yesu anaweza, Yesu anatosha. Ukipata Yesu umepata uzima, ukipata Yesu umepata baraka, ukipata Yesu unaringa sawa sawa, ukipata huyo Yesu Kristo umepata uponyaji. Walio ndani ya Yesu tuna raha, walio ndani ya Yesu haturogeki, walio ndani ya Yesu hatukaliwi na wachawi. Hapana, Yesu anakaa ndani yetu. Yesu ni Bwana kwenye maisha yetu. Aya. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Sema amina tena. Haleluya. Alipenda mshinda Yesu. Nilikuwa na upili Zambia. Wakati na upili pale, baba moja ameteseka muda wa miaka 16. Yule baba anaharisha damu zinakuakika kama maji. Amepimwa akaambiwa haoni ugonjwa wowote, lakini damu zinamwagika. Yule baba ameteseka, ana pesa zikumsaidia. Ndio maana wanawaambia watu pesa sio jawabu la yote. Yesu ndiye jawabu la yote. Yesu ndiye jawabu la yote. Ndio maana tunamtangaza, ndio maana tunamhubiri, ndio maana tunamsema Yesu ni Bwana. Yesu anatosha kama Yesu anaponya, Yesu anasamehe dhambi, Yesu anafanya maajabu. Sema amina. Yesu sio kama mtume wako, Yesu sio kama nabii wako, Yesu sio kama yule mwamini, Yesu sio kama yule msujudia, Yesu sio kama yule. Hapana, Yesu siye yule aliyekufa asifufuke. Tunampenda sababu alikufa akafufuka. Lakini leo kuna imani zinatangaza Yesu hakufa, alikufa mtu mwingine. Tuletee nani jina lake? Tuletee. Mwangalie jina lako, mwambie acha umbea. Rudia tena, mwambie acha umbea. Sema tena, acha umbea. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu alikufa, na alipokufa Yesu alifufuka. Siku ya tatu akatoka. Watu wanaulizana, kwa nini mnamwabudu Yesu? Kwa nini mnamwamini? Tunamwamini sababu alishuka kuzimu, akamwendea funguo shetani za uzima na mauti akamnyang'anya. Hakuna nabii aliyefanya hivyo, hakuna mtume aliyeweza. Siku ya tatu kamanda Yesu akasimama, anazo funguo, amemshinda shetani, akatoka nazo. Yesu akafufuka. Kaburi hakumweza, Herode hakumweza, wacha hakumweza, mapepo hakumweza. Ndipo maana tunamtangaza Yesu ni Bwana. Haleluya. Hey! Piga makofi nione kama uko. Piga tena, piga tena. Kuna watu wapigi makofi hapa. Piga tena makofi. Sema amena. Rudia tena, sema amina. Yule baba ana fedha lakini hazikumsaidia. Tabu yake ni kubwa. Analia kila leo, jamani nakufa. Ameenda mpaka Sauti, wamemwangalia, wanasema bwana hatuoni shida, bwana hatuoni tatizo. Nini kinakusumbua kaka? Hatuoni shida. Nenda tukaangalie huko kwenu nini kimetokea, maana darubini zote hazishikamati, hazioni uchawi, hazioni. Sema amen. Hazioni. Yuko moja tu, kiboko ya wachawi, anaitwa Jesus, anaitwa Jesus, anaitwa Jesus, anaitwa Yesu Kristo. Haleluya.
anaitwa Yesu. Huyo ndiyo mwanaume. Kwa Kiingereza anaitwa Jesus, kwa Kiswahili anaitwa Yesu, kwa Kiarabu anaitwa Isa bin Maryam. Huyo Isa bin Maryam ndiye aliyekufa akafufuka. Kama atafufuka sio huyo, sio huyo. Sema amina. Warokore mmezubaa mno. Semeni amina wote. Haleluya, haleluya. Huyo ndiye kiboko ya wachawi. Ukimpata Yesu wachawi hawakurogi. Ukimpata Yesu watavimba macho lakini wapo. Ukimpata Yesu ukilala unakoroma. Ukija nyumbani kwangu si unaniona na nilivyo bonge nakoromaga. Mesikia Senga mwana wa Kinyumiri, mimi nakoromaga. Sasa unakuta kule ndani kuna vyumba vya watoto. Vile vyumba vya watoto 6. Wengine wanakoroma sauti ya kwanza, wengine sauti ya pili. Mama nilishamwambia koroma ya 3. Kama bonge linapuliza ile ya 4 na ya 5. Unasemaje? Sema afu, sema amina vizuri. Haleluya. Piga kelele, sema amina vizuri wewe. Tunakoroma. Kwani tuko ndani ya Yesu. Tunaitwa na Bwana. Hatuitwi na Yesu hapana. Hapana. Yesu ina Mungu hapana. Yesu Yesu ya wachawi. Niko jina la Yesu. Niko jina la Yesu. Niko jina la Yesu. Niko jina la Yesu. Ninafukuza wachawi. Ninafukuza mapepo. Ninafukuza mizimu. Ninafukuza wana. Ninafukuza magonjwa. Ni Yesu pekee. Ni Yesu pekee. Ni Yesu pekee. Ni Yesu pekee. Haleluya. Piga kelele warokore, sema neno. Haleluya. Ni Yesu pekee. Ni Yesu mwenye uzima. Sema wote. Sema tena kimaumana. Umana makanisa haya kiroho wachawi hawayapendi. Utamjua mchawi tu kwenye mtaa wenu namna anavyosema. Hawa wanatupigia kelele usiku haturali. Mbona wakifungua baa mna baa ikifunguliwa hawasemi, kesi zikifunguliwa hawasemi, lakini ifunguliwa kanisa kama hili wanatupigia kelele. Yaani hapa kuna mtu anavimba macho mpaka saa hii anasema ona hawa jamaa sasa wanatupigia kelele. Hatupigi kelele, majini yako lazima yaungue na ya kutoka kwa jina. Weka mikono juu namna hii. Halafu piga makofi na piga Yesu. Haleluya. 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 Umemleta Yesu. Umemleta Yesu. Umemleta Yesu. Ukipata fungo zinafunguka. Ukipata salama. Ukimwamini Yesu leo utasamehewa dhambi zako zote. Ukipata Yesu, ukiamua kuokoka. Kuna mwimbaji mmoja kaimba, jina lake Yesu tamu tukilisikia. Tena huni unawezaje kukataa Yesu aokoe? Mimi nilikuwa jambazi hatari. Ngoja niwasimulie. Hilo jina Kamanda Bonge halikuwa la unene. Hilo lilikuwa ni jina la kazi. Unanisikia? Wewe hapo unashiba wali tu na mchuzi. Hakuna kuokoka duniani. Bwana Yesu aokoe. Anafanyaje?
Nini kimleta? Akuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Sisi tumevuta bangi, acha wewe unavuta ugoro. Mimi nimevuta bangi mpaka nachanganya na mavi. Uliwahi wewe? Uliwahi? Tafuta kinyesi kikavu tunachanganya na bangi, angalau iongeze ukali. Shetani haitutesi. Unasikia wavuta bangi? Kuvuta bangi sio dini, kudanga sio dini, umaraya sio dini, uchaguzi sio dini, ulevi sio dini, ushoga sio dini. Dini ni kuokoka na kumwamini Yesu peke yake. Dini ni kuokoka. Usali hapa mahali Yesu anapatikana. Sema nina. Haleluya. Tumeokoka kutoka mbali. Sote tunahubiri, tunawaza, yani kama mimi nahubiri kama kichaa, kwa sababu mimi silali. Nilipokuwa kwa shetani sikulala. Unasemaje? Mimi sikulala kwa shetani. Asubuhi tuko kwenye pombe, tunakata mizinga ya konyaki. Wewe unakunywa hapo ka 2000 tu hapo, kana kusumbua. Unatembea kwa mwanangu. Namuona 50 cent huyu hapa mwanangu, huyu 50 cent wapi? Unadanganya liboka tu. Unaenda namna hii. Wajanja tumekaa tumevaa suti, tunakunywa soda. Wajanja tulewi pombe, maana pombe ni dhambi. Hasifai. Sema amina vizuri. Haleluya. Jiangalie ulivyo na sura yako. Pombe imekuzeesha. Una miaka 30 lakini kama una 70. Nini dhambi? Pombe zimekuzeesha. Kina kamanda bonge hapa nilipo hapa na 55. Lakini hebu ni cheki ninavyong'aa. Utafikiri nimemaliza form 4 mwaka jana. Tuko ndani ya Yesu, tuna raha. Tuko ndani ya Yesu, haturogeshi. Unanielewa? Sema amina kubwa. Sema amina tena kwa jina la Yesu. Sema fire. Waliokoka tuna raha mpaka inabaki. Ndio maana wanawaambia waliokoka ukiwa na kalio, tikisa kabisa vizuri, maana uko ndani ya Yesu. Huna mashaka na Bwana. Tunaokoka. Yesu ni Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Hatuna mashaka naye. Akirudi tutaenda. Haleluya. Wanakoya hapa, simameni tutoke kwenye vitu. Pigia Yesu makofi. Joni hapa. Joni hapa, toka kwenye vitu. Yuhai Yesu. Anaponya Yesu. Anaokoa Yesu. Anainua Yesu. Anabariki Yesu. Ni Mwokozi, hakuna mfano. Anaweza kukutoa machozi. Anaweza kuondoa kwenye kesi. Anaweza kuondoa kwenye magonjwa. Anaweza kuondoa kwenye taabu yako. Yesu anaweza wapendwa. Yesu anaweza. Mwambie jirani yako, acha ubishi.